Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa hii ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tukakuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nataka kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mke wa Rais wa Zanzibar Mariam Mwinyi awasisitiza watoto kuendelea kuwa na tabia njema baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jumuiya ya Madola yaridhia kuanzishwa kwa fursa ya elimu kwa vijana wa Kiafrika kwa shahada ya udhamivu. Na katika habari za kimataifa, Israel yawaua wafanyakazi 15 wa afya Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation ZMBF, Mama Mariam Mwinyi amewasisitiza watoto kuendelea kuwa na tabia njema baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeo. Mariam Mwinyi ameyasema hayo alipovitembelea vituo ikiwemo kituo cha SOS Mazizini na Zaso Fuoni Mambo Sasa kwa kuwapatia zawadi mbalimbali ikiwemo mabegi ya shule katika mkoa wa Mjini Magharibi. Aidha, ameviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha wanaimarisha usalama katika sehemu zote ambazo kutakuwa na michezo ya kufurahisha watoto katika kipindi cha sikukuu. Nawakumbusha pia mwezi wa Ramadhani umeisha, lakini sio mwisho wa ibada na kuyafuata yale yote mazuri tuliokuwa tunafanya wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuendelee wote kuwa watoto wazuri. Naona leo ni furaha tu hapa. Pia naomba niwaletee salamu nyingi sana kutoka kwa baba yenu, kutoka kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Anawapenda sana na anawapa salamu. Sanjari na hayo, amewataka walezi na wazazi kuwa waangalifu na watoto kwa kuzingatia alama za usalama barabarani kipindi cha sikukuu. Mnajua nyinyi swala zima la usalama barabarani, ukivuka barabara unatakiwa ufanye nini? Uangalie kulia, kushoto, kulia tena ndio uvuke. Sawa? Mtizame magari, lakini pia tunawaomba vyombo vya ulinzi na usalama waimarishe usalama huko mnakoenda. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Jumuiya Madola imeridhia kuanzishwa kwa fursa ya elimu kwa vijana wa Kiafrika kwa shahada ya udhamivu itakayoitwa jina la hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ikiwa kwa mara ya kwanza kiongozi wa Afrika kuenziwa kupitia fursa za elimu katika Jumuiya ya Madola. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Uamuzi huo umetangazwa na katibu mkuu wa Jumuiya Madola Patricia Scotland, ambapo akieleza hatua hiyo, balozi wa Tanzania nchini Uingereza Mberwa Kairuki amesema hatua hiyo ni heshima kwa Tanzania, kwani kutokana kuanzishwa kwa fursa hiyo ya elimu, vijana wa Afrika na Caribbean watasomeshwa bure katika nchi zao hatua ya shahada udhamivu, yani masters. Hii ni mara ya kwanza kiongozi wa Afrika anaenziwa na Jumuiya ya Madola kupitia jina la scholarship. Mbali na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, katika Jumuiya ya Madola zipo pia scholarship za Malkia Elizabeth. Hii ni heshima kubwa sana kwa nchi yetu na ni matokeo ya kazi kubwa ya engagement ya Jumuiya ya Madola na serikali yetu. Balozi Kairuki amesema scholarship ya Julius Kambarage Nyerere itaanza rasmi mwaka 2026 baada ya hatua zote kukamilika, huku akimshukuru Rais Dr. Samia kutokana na uhusiano mzuri na Jumuiya ya Madola, uhusiano ambao umechangia hatua hiyo hasa baada ya kikao baina ya Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola kilichoketiwa visiwani Zanzibar katika kikao cha mawaziri wa Jumuiya ya Madola. Aidha, amesema viongozi wengine waliopewa majina katika fursa za elimu kwa Jumuiya ya Madola ni pamoja na Malkia wa Uingereza Elizabeth. Hivyo hayati baba wa taifa anakuwa kiongozi wa kwanza Mwafrika kutoka nchi za Afrika kupatiwa jina hilo na kuwa na fursa ya elimu, hatua ambayo italienzi jina na mchango wake katika bara la Afrika na dunia kwa ujumla. Lakini vile vile Mheshimiwa Patricia Scotland mara kadhaa amekuwa akielezea kufurahishwa kwake na hatua ambazo zinachukuliwa na serikali kuboresha elimu kwa ajili ya vijana na kutoa fursa mbalimbali za elimu kwa vijana, ikiwemo Samia Scholarship ambayo inatolewa kwa madaktari, lakini na scholarship nyingine ambazo zinatolewa kwa Tanzania. Kwa hiyo kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais wetu, lakini kutokana na ushawishi wa Rais wetu kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola,
pendekezo la kuanzisha scholarship maalum julikanayo kama Commonwealth Julius Nyerere Scholarship lililotoka kwetu Tanzania limekubaliwa na Jumuiya ya Madola, na sasa tutakwenda kushirikiana na Jumuiya ya Madola kwenye kuwezesha scholarship hiyo kuanza kutumika. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa sadaka ya sikukuu kwenye vituo 10 vya kulea watoto wenye mahitaji maalum kiwemo kituo cha Renato Grants kilichopo Parokia Ilembula, jimbo la Njombe. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaeleza zaidi. Mkuu wa wilaya wa Nging'ombe Zakaria Mwansasu kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amefika kituoni hapo kukabidhi sadaka hiyo yenye mahitaji muhimu ya sikukuu. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuwasilisha sadaka ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo ameitoa kwa ajili ya watoto zaidi ya 300 katika vituo 10 katika mkoa wetu wa Njombe. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa utaratibu wake ambao ni wa kimungu kabisa, kwa sababu katika kila mwaka au kila wakati zinapotokea sikukuu zinazoambatana na ibada ya dini, iwe ni kwenye Pasaka au Ramadhani, amekuwa na utaratibu wa namna hii wa kusherekea pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika mkoa wetu na katika maeneo mengine katika nchi yetu hii ya Tanzania. Ya leo ziko baadhi ya vitu ambavyo amevitoa ili watoto hawa pamoja na watu wenye mahitaji mbalimbali katika vituo 10 katika mkoa wetu wa Njombe. Ametoa sukari, ametoa sabuni, ametoa vinywaji kwa mantiki ya kwamba soda kwa ajili ya watoto, ametoa mchere, ametoa mafuta ya kupikia pamoja unga wa ngano. Afisa ustawi wa jamii mkoa wa Njombe Bisobilaga Mwaigwisa ameeleza hali za vituo vya kulelea watoto wenye mahitaji maalum mkoani Njombe, pamoja na kueleza kuwa jamii imeanza kuwa na mwamko wa kutembelea na kuchangia mahitaji kwenye vituo hivyo. Zawadi hizi wanaenda kunufaika watoto 335 kutoka katika vituo vyetu vya mkoa wa Njombe. Nashukuru sana kwa sababu ametugusa watoto, amegusa jamii kubwa ya Tanzania. Watoto hawa wanaingia kama kwenye makao kutokana na changamoto mbalimbali alizosema Mheshimiwa DC, ikiwa ni pamoja na wengine wanapitia ukatili, wengine kutelekezwa, wengine kutupwa. Kwa hiyo katika kupokea zawadi hizi inakuwa ni faraja kubwa sana. Watoto hao wanajiona kwamba kuna walezi, kuna jamii ambayo inawaangalia. Hiyo tunapenda sana kumshukuru Rais, na pia tunashukuru amekuwa ni utamaduni wake katika kutupa zawadi hii. Upande wake Padre Tarsio Moreski ambaye ni mwanzilishi wa vituo mbalimbali vya kulea watoto wenye mahitaji maalum barani Afrika ameeleza kuwa watoto wakiwa katika vituo wanahitaji sana faraja kutoka kwa ndugu, jambo ambalo limekuwa likikosekana kutokana na familia nyingi kushindwa kufika kuwaona watoto hao. Kwa nina historia, na historia hii inanisababisha nishukuru kweli Mama Samia, kwa sababu naona ya kwamba hii miaka ya mwisho anaonyesha moyo wa upendo kwa watoto. Analeta misaada kila mwaka, wakati kabla hii misaada ilikuwa inafika mara chache sana. Kwa hiyo naona ya kwamba yeye anajali watoto yatima, watoto wenye shida. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunamtokia maisha marefu. Changamoto kwenye walezi kwamba mara nyingi tunaona ya kwamba wale wazazi wachache ambao bado wapo kidogo wametoroka, wanakuja mara chache sana kuwatembelea. Ingefaa wawe wanashughulika zaidi, manake waonjeshe zaidi upendo wao kwa watoto wale wachache ambao wapo. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo. Wananchi wa halmashauri ya Chalinze kwa Pwani wamefikiwa na skimu ya hifadhi ya jamii inayoendeshwa kwa jina la Star wa Mchezo na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kwa nchi nzima. Lengo ikiwa ni kuwafikia wajasiriamali wote wadogo ili waweze kupata elimu ya hifadhi ya jamii kwa manufaa yao ya sasa na baadaye. Taarifa ya Recho Chacha inasoma studio
na Goodluck Msola. Uzinduzi wa kampeni hiyo umefanyika katika soko la Bwilingu lililopo katika halmashauri ya wilaya Chalinze, ambapo mgeni rasmi katika uzinduzi huo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete amepongeza mwitiko wa wananchi waliojitokeza katika uzinduzi huo pamoja na kujiandikisha, huku akieleza umuhimu wa kuweka akiba kupitia skimu hiyo ya hifadhi ya jamii. Mradi huu ulioletwa na wenzetu wa NSSF ni kwa ajili ya kesho yetu, na ndiyo maana ya sifa ya mtu anaitwa nyota au star wa mchezo. Star wa mchezo huwezi kuwa star wa mchezo, ndugu zangu, kama utawekeza kwa kesho yetu. Vijana wenzangu ambao mnaendesha bodaboda, itafika siku nguvu ya kuendesha bodaboda haipo tena. Nguvu ya kupambana kutafuta katika masoko yetu haipo tena. Na hapa nazungumzia umri mkubwa wa uzee. Unahitaji ukae nyumbani ili uweze endelee kupokea kile kipato ulichokuwa nakipokea. Mfuko wetu huu na utaratibu wetu wa skimu hii ya hifadhi ni kwa ajili yetu. Vijana wote kuanzia miaka 15 mpaka miaka 70, mpango huu ni kwa ajili yetu. Awali mkurugenzi wa uendeshaji wa NSSF Omari Mzia, ambaye amemwakilisha mkurugenzi mkuu wa NSSF, amemshukuru waziri kwa kushiriki katika uzinduzi huo na kubainisha makundi yatakayonufaika na hifadhi hiyo kuwa ni vijana, akina mama na akina baba ambao wamejiajiri katika maeneo ya kiuchumi. Mheshimiwa Waziri, hifadhi scheme ambayo utaizindua hivi punde, utazindua kampeni zake za elimu hivi punde, ni hifadhi ya jamii kwa vijana, akina mama na akina baba waliojiajiri katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi. Skimu hii Mheshimiwa Waziri ni mahususi kwa waliojiajiri, na sasa inaenda kufungua milango kwa wananchi kupata huduma muhimu ya hifadhi ya jamii, huduma ambayo hawakuwa wanaipata hapo kabla. Mheshimiwa Waziri, kupitia skimu hii wanachama watapata huduma muhimu, ikiwa ni pamoja na huduma ya matibabu wao na familia zao kupitia hospitali zilizo karibu na maeneo wanayoishi. Kwa upande wake Rehema Chuma, meneja NSSF anayeshughulika na wananchi waliojiajiri katika uzinduzi huo, amepata nafasi ya kueleza kampeni hiyo ya star wa mchezo, huku akisema lengo la serikali ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa na utamaduni wa kujiwekea akiba ili waweze kuwa na uzee wenye star. Serikali inataka kuwa na mastaa endelevu, kuwa na Watanzania wenye kujiwekea akiba ili wawe na leo nzuri, kesho nzuri na uzee wenye staha. Wote hapa tunajua tuna mashangazi zetu, wajomba zetu ambao kwa kuwa hawakuwa na akiba endelevu, leo hii wanatupigia simu, si ndio? Mjomba anapiga simu, nisaidie leo iftari. Mjomba anapiga simu, nisaidie leo mtoto ameshindwa kwenda shule. Lakini huyu mjomba ni wewe wa kesho, si ndio? Shangazi ni wewe wa kesho, baba ni wewe wa kesho, babu ni wewe wa kesho star. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha sisi Watanzania wote tunakuwa mastaa wa mchezo endelevu baada ya kuweka akiba kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na baadaye. Star wa mchezo ni mfanyabiashara. Star wa mchezo ni mwendeshaji, msafirishaji wa bodaboda. Star wa mchezo ni mamalishe, babalishe. Star wa mchezo ni wewe mwenye genge lako hapa sokoni. Naye mkuu wa wilaya Bagamoyo Shaibu Ndemanga amewahakikishia wananchi wa Chalinze na Bagamoyo kuwa skimu hiyo ni mkombozi wa maisha ya baadaye. Niwahakikishie NSSF, sisi wana Chalinze tumeupokea mpango huu. Na mimi nataka niwahakikishie, kama mnashindanisha halmashauri, sisi hapa tumezoea kuwa wa kwanza, kwa hiyo lazima tuwe wa kwanza. Na kwa maana hiyo sisi mmetukabidhi kazi ya kufanya. Naomba niwahakikishie kwamba tutapambana kuhakikisha mpango huu ambao una manufaa kwa wananchi hawa unatekelezwa vizuri. Lakini la pili, tuna mwenge wananchi wa Chalinze tarehe 10. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa NSSF pale kwenye mkesha wa mwenge tunakuwa na vibanda pale, mabanda yanaonyesha mambo mbalimbali. Sasa nakupa mwaliko rasmi, njooni pale mshiriki na sisi. Pale mtaandikisha wanachama wengi sana. Na baadhi ya wafanyabiashara wadogo wa soko la Bwilingu walioshiriki uzinduzi wa kampeni hiyo, akiwemo Vincent Magoti, wameshukuru NSSF kwa kufikisha kampeni hiyo kwao na wanatarajia kupata manufaa.
Lengo na madhumuni ya kujiunga na NSSF, kwanza lengo langu ina mambo mengi na faida nyingi, hasa kwa sisi vijana. Kwanza, kama tunavyotambua kwamba vijana tunaojishughulisha na shughuli mbalimbali, wengi wao huwa hatuna nidhamu na fedha. Kwa hiyo kupitia NSSF itatusaidia sisi kuweka akiba ya fedha, mwisho wa siku uweze kufikia lengo lako na mafanikio. Lakini pia kuna masuala ya ugonjwa. Sisi vijana unaweza kupata ugonjwa kupitia hii NSSF, inakusaidia wewe kupata matibabu kiurahisi zaidi kuliko kusubiri kuchanga pesa sijui na nini, inakuwa ni changamoto. Lakini kupitia NSSF unaweza ukapata huduma kiurahisi. Kupitia kampeni ya Star wa Mchezo, endapo mwananchi atakuwa mwanachama atanufaika na mafao mbalimbali yakiwemo pensheni ya uzee, urithi pamoja na ulemavu. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo ya Rachel Chacha. Wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo wamehimizwa kujiunga na jukwaa la biashara la Vibindo, mpango mpya na maalum ulioundwa ili kusaidia kwa wafanyabiashara wadogo kuimarisha na kukuza biashara zao. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa jukwaa hilo lililoambatana na uzinduzi wa website, afisa mkuu wa biashara katika ofisi ya kamishna wa mkoa wa Dar es Salaam, Thabiti Musa, amesema jukwaa linatoa huduma mbalimbali zinazolenga kuboresha upatikanaji wa rasilimali na huduma muhimu ikiwemo masoko, majengo ya biashara na huduma za kifedha kwa lengo la kuongeza ajira na kupunguza umaskini. Aidha, Thabiti amezungumzia uzinduzi wa website hiyo iliyoundwa na namna itakavyowasaidia kuwaunganisha wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo kwenye huduma muhimu zitakazowawezesha kuimarisha biashara zao. Hii website lengo lake ni kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanatumia website hiyo kwa ajili ya kujisajili wenyewe. Taarifa zote za wafanyabiashara zinapatikana kupitia website hii. Lakini website hii vile vile itakuwa inatumika kuonyesha changamoto mbalimbali wanazopata wafanyabiashara mmoja mmoja au kikundi. Lakini pia website hii tumeambiwa itatumika kuwasaidia wafanyabiashara kuunganisha na taasisi nyingine zinazotoa huduma kama NIDA, NSSF kwa ajili ya mifuko ya hifadhi za jamii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Vibindo Gaston Kikui amezungumzia faida za jukwaa hilo, akisema kwamba litasaidia wamiliki wa biashara kupata elimu ya biashara, mitaji, maeneo salama ya biashara na kuwawezesha kujiunga kwenye mifuko ya hifadhi za jamii. Tumekuja kwa ajili ya kuangalia kwamba tunahitaji informal sector wide transformed na not formalized, kwa sababu kulasimisha manake ni tukio la mwisho sisi tunalihitaji hao watu wa transform. Kwa hiyo kwenye transformation ya informal sector kuna two pillars, ambayo kwanza ni recognition, inabidi umtambue, lakini la pili tunahitaji kuwa na incentives, ambayo kwa mfano kuwa na maeneo salama kufanyia biashara, waweze kupata huduma za mitaji, waweze kupata huduma za maeneo salama kufanyia biashara, waweze kupata huduma za hifadhi jamii, yani social protection, waweze kupata mafunzo ambayo yanaulingana na shughuli zao, maisha ya technology sasa hivi ambayo inachukua nafasi kubwa sana kwenye jamii. Naye afisa wa mradi wa kitaifa kutoka shirika la kazi la kimataifa ILO, Glory Blasio, aliposhiriki jukwaa hilo la Vibindo, amesema shirika hilo limekuwa likishirikiana na wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo, ambapo amepongeza uzinduzi wa website ya Vibindo itakaosaidia kuinua biashara zao. Shirika la kazi duniani limefanya kazi kwa karibu na jumuiya ya Vibindo, ikiwa ni sehemu ya kazi ambazo shirika la kazi duniani inazifanya kuhamasisha urasimishaji wa biashara, hasa kwa biashara ndogo ndogo na zile za kati. Na siku ya leo tumepata wakati mzuri wa kuzindua website ya Vibindo ambayo itatumika kama portal ya kusaidia wafanyabiashara wadogo na wakati kujirasimisha, lakini pia itasaidia katika kupata taarifa za wanachama pamoja na taarifa zinazohusiana na fedha. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mbunge jimbo la Mbogwe Nicodemus Maganga amemwagiza meneja wa wakala barabara vijijini na mijini TARURA kufuatilia kwa karibu mkandarasi anatekeleza ujenzi wa barabara ya Mwanza Madaso iliyopo kata ya Ngemo
wilayani Mbogwe ili kukamilika kwa wakati. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita. Hatua hiyo imekuja baada ya mbunge kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi katika mkutano wa hadhara uliohusu kusikiliza kero zao. Wananchi walieleza kuwa barabara hiyo ni kitovu cha uchumi wao, kwani hutumiwa kusafirisha mazao. Barabara kutoka Mwanza Madaso na bado hajaongelea Ivumwa. Je, hii barabara inakamilika lini na tunapita lini, kwa sababu barabara ni mbovu sana na tunahitaji matengenezo kwa sababu sisi ni wakulima na gari linapita kwa shida. Na barabara kutoka hapa kwenda Ivumwa. Ni kuhusiana na barabara, ni kweli umetuambia mheshimiwa kwamba utakuja itengenezwe hii barabara, itatengenezwa na hao wanaosimamia. Ila sasa changamoto ni moja. Ni kweli wale wa kutengeneza barabara wanakuja. Ila shida inakuja vile vifusi vilivyowekwa mle barabarani, itakowekwa ile kifusi alafu wanatumia kusambaza na chepe zile koleo. Sasa hiyo barabara itakuwa na ubora gani? Kufuatia malalamiko hayo, mbunge Maganga alimpigia simu meneja wa TARURA ili kufahamu lini barabara hiyo itakamilika. Akishamaliza ile barabara ndio anakuja kutoka kwenye hiyo barabara, anaanzia kibaoni hapo cha kibao cha Mwanza Madaso, anakuja mpaka Ngemo, anaenda mpaka Njapanda pale Ivumwa. Huu mwaka ni wa uchaguzi lini? Hapa tunaahidi mimi na wewe. Lini ili uzidi? Mwezi wa 4 tukiwa tarehe 30 itakuwa imeshaanza. Mwezi wa 4 tarehe 30 anaanza. Kumaliza akianza tu anajimaliza moja kwa moja. Wala mkataba wake unaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 5. Utakuta hapa ni mbaya huku. Ndio kama unavyoelewa, sina kazi nyingine sasa hivi. Hata jitahidi basi, yani hakikisha nikija kurudi ni kurudi umeshatengeneza hiyo barabara. Sawa meneja? Sawa mheshimiwa. Hali na changamoto ya barabara, wananchi pia walilalamikia ukosefu wa choo katika soko la kata, jambo ambalo limekuwa kero kwa muda mrefu. Naomba soko la Ngemo, naongelea soko la Ngemo. Naomba utuboreshe soko la Ngemo, hatuna choo. Tunakuomba mheshimiwa utujali hilo soko liwe soko kamili. Inamilikiwa na halmashauri ya kijiji cha Ngemo. Kwa hiyo makusanyo wanayokusanya yanaenda moja kwa moja kwenye kijiji husika. Na makusanyo wanayokusanya ni makusanyo kwa ajili ya usafi wa soko. Labda nilichukua hili kwa kuwa nimelipata hapa, niwaelekeze kufanya vile vitu ambavyo vinakosekana ndani ya soko, kwa sababu wahusika au wafanyabiashara wanapata changamoto. Ni kweli maeneo yale hakuna choo cha soko. Ngemo mmejaliwa kuwa na mashamba. Ngemo mna tatizo moja tu la kutokupendana. Niwaombe wananchi wa Ngemo, pendaneni. Shirikianeni wananchi wa Ngemo. Majungu acheni watu wa Ngemo. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Israel yawaua wafanyakazi 15 wa afya Gaza.